waheshimiwa mapadre, wapendwa watawa, ndugu jamaa wa marehemu na ndugu zangu wengine wote, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tuko hapa zaidi ya kumwombea mpendwa wetu Sister Maria Veronica, kutafakari makuu ya Mungu katika maisha yetu yanayojikita sana kimsingi katika fumbo la ubatizo wetu linalooanishwa kwa karibu na lile fumbo la Kipasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ubatizo, kwa staili ile ya mwanzo kabisa ya kuzamishwa kwenye maji mara 3 na kuibuka, ni kwamba ni kuanza maisha mapya baada ya kuzamisha utu wa kale, tuvae utu mpya. Ndio maana bado tunayo ile desturi ya kusema baada ya watu kuwa wamemwagiwa maji, wamezaliwa upya, umekuwa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Pokea hii nguo nyeupe iwe ishara ya cheo chako hiki kipya, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Kuanzia hapo ni mapambano yanayokwenda na sera kama hii ya Mtakatifu Paulo, kwamba kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Basi mapambano hayo yanakupanda na kushuka, lakini hata Yesu anamshukuru Baba wa mbinguni, anasema na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Uko wito bado unaomwita mtu kutoa au kupokea zaidi ya hayo ambayo bado ni changamoto tosha kabisa yanayodaiwa na ubatizo wenyewe. Kuitikia wito, iwe wa kipadre, iwe wa kitawa. Na kwa desturi ya siku nyingi, mtu anapoweka nadhiri au mmoja anapokuwa padre, kuna tukio la kulala chini, mara nyingine kuimbwa na litania, kwamba kama vile haitoshi kuua utu wa kale na kuvaa utu mpya katika ubatizo, katika utawa sio tu kuua utu wa kale, lakini kule kuua hata yale mambo ya kawaida ya haki, kuiua haki yangu kwa misingi ya kawaida, niwe kama yule anayedaiwa na Kristo zaidi kuliko wengine wote. Basi ni desturi kama hiyo inayomwongoza hata askofu kutoa mwongozo, kutoa utaratibu wa kudumu katika jimbo lake, kusema akifa padre, akifa mtawa, basi mavazi yanayotumika katika misa ya kumwombea yanakuwa meupe, kwa sababu huyu kwa kweli kama ni kufa, akifa amekufa zaidi ya mara moja. Amekufa ile ya ubatizo ya wengine wote, lakini amekufa kuhusu yeye, na sasa anaenenda kwa utii, kwa wepesi wa kutofungamana na mambo mengine na kusadaka kile ambacho ni haki na ni agizo la tangu mwanzo la kuishi maisha ya ndoa. Anaishi wepesi wa kuwa mshirika katika kushiriki kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kuukomboa, kuutakasa na kuelekeza ulimwengu kwenye mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Hata anasema na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Ndivyo ilivyokupendeza.
Ni katika roho hiyo hata mtu anapougua, hata mtu anapokuwa katika magumu, akijua kwamba anafanya hivyo kwamba amekufa zaidi ya kuvua ule utu wa kale, amekufa tena kifo kingine cha ushuhuda kwa maisha ya kitawa au maisha ya kikuhani, basi anakuwa na mtindo ambao si rahisi sana kuuelewa. Mwanafunzi akiugua, ugonjwa ukizidi, naomba kurudi nyumbani. Mfanyakazi yuko uhamishoni, mambo yakiwa magumu, anasema naomba kurudi nyumbani. Lakini mtawa, padre, anaugua katika hali ngumu, magonjwa yenye maumivu makali na yanachukua muda mrefu, anaomba kurudi nyumbani. Wapi? Alipofika amefika. Basi wapendwa, ndio maana zaidi ya kusikitika kwa kifo chake, tunamwombea hivi kwamba ile kazi njema ambayo Mungu alianza katika maisha yake, katika ushirika na wanashirika wenzake, basi Mungu mwenyewe aikamilishe, kwa kuwa hakuwa mkamilifu. Yesu anapomshukuru Baba wa mbinguni kwa kuwa mambo haya amewaficha wenye hekima na akili ya ulimwengu huu, akawafunulia watoto wachanga, basi anamaanisha kwamba kama vile haitoshi changamoto ya ubatizo, mtu anaona niongeze utii katika mfumo mpya wa maisha, niongeze wepesi wa kutoshikamana na mali na malimwengu, ule wepesi wa rohoni, niongeze kifungo cha utii na usafi wa moyo. Basi jinsi anavyomshukuru Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, anamshukuru kwanza kwa maisha yake yeye mwenyewe ambaye anayaona mengi kuliko sisi. Tunajiunga na Kristo kuliona tumaini lile lililo mbele yetu baada ya kifo, na kwa kuhusika na ndugu yetu Sister Veronica, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake. Haikuwa rahisi hata kwa yule ambaye hakuwa na dhambi kuifuata njia ya mapenzi ya Baba. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anafunga, alishawishiwa kugeuza mawe yawe mkate, lakini akatoa sera, akatoa mwongozo na msimamo wake: mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Lakini hata alipokuwa na yajongea mateso yake, pamoja na kwamba haishi kwa mkate tu, anaishi kwa neno la Baba yake, haikuwa bado jambo rahisi. Alisema Yesu: Baba, ikiwezekana kikombe hiki kinipitie mbali, lakini cha kwanza kabisa katika maisha yangu, mapenzi yako yatimizwe. Ndio kusema si tu kwa sababu ya hali ya dhambi ndipo mateso yanakuwa maumivu, kwamba tu kwa sababu Yesu alitubebea sisi, basi kwetu sisi ni ngumu zaidi kukabili magonjwa, kukabili mateso na mahangaiko mengine. Lakini inawezekana kwa sababu huyo aliyetuambia mimi ndimi njia na kweli na uzima, ndiye anayetupa kanuni za kuyakabili mambo hayo, kiasi kwamba Paulo alisema nayaweza yote katika yeye anayenitia nguvu, ambaye ndiyo njia na kweli na uzima. Tunamshukuru Mungu kwa kiwango ambacho mpendwa wetu Sister Veronica ameiona njia hii katika mateso na mahangaiko yake ya muda mrefu. Hapa karibuni alionekana kama amekwisha kupona kabisa, na tulijawa furaha kuyaona mabadiliko yake usoni na namna nyingine nyingi, lakini ikatokea tena ghafla. Mungu ana siri kubwa, kama vile kumrudisha tena katika kuonja utamu, lakini kupenda kumchukua tena. Basi tunaamini sana kwa imani ile tuliyopokea ya ubatizo na imani ile tunayojivika kwa ziada kwa njia nyingine hizi za mitindo ya maisha, kwamba Mungu atakamilisha yale aliyoyaanzisha katika maisha yake, katika utawa wake, na atampa faraja aliyoitumainia siku zote alipokuwa
akitumika kitawa, lakini zaidi ya kitawa akitumika kama yule anayetushuhudia kwamba tusirudi nyuma katika mateso na mahangaiko. Huo ni mchango mkubwa ambao Mungu amependa tuushuhudie katika maisha yake, kwamba hakuwa mtu aliyesema nataka kurudi nyumbani. Ni staili nyingi za kusema nataka kurudi nyumbani, ikianzia na zile za kukata tamaa kabisa, lakini kumbe mwenzetu hakuonyesha hali hiyo ya kukata tamaa. Kumbe zaidi ya kumwombea, zaidi ya kumwomba Mungu apokee sikitiko letu, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ishara ambazo tumeziona katika mapito yake magumu ya maisha. Tunalo daima la kujifunza kutokana na mapito ya huyu ndugu yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na Yesu anasema, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, tena nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Pamoja na kubeba msalaba, Yesu alipata faraja ya wanawake waliokuwa wanalia njiani, wakamtia nguvu. Kumbe siteseki bure. Hisia zake zikaendana na kujaza wepesi kuendelea na safari ya msalaba. Akaanza kufikiria sio msalaba wake, anaendelea kufundisha watu, walilieni watoto wenu. Hasikilizii tena uzito wa msalaba wake, bali anasikiliza uzito wa mahangaiko ya watu wengine. Huyu Yesu tunayemfuata wa mtindo huo, basi anapenda na sisi zaidi ya kuangalia mustakabali wetu katika mapito yetu, tuwe na jicho kwa ajili ya jirani anayeteseka, anayehangaika, kama ndugu zetu masista ambao wamehangaika na kuteseka pamoja na mpendwa wao katika mapito yote, hivi kwamba na yeye anaweza kutoa ahadi, jamani, nikipata fursa mbele za Mungu sitawasahau wale ambao walikuwa wananisaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana tunaambiwa ni heri kutoa kuliko kupokea. Basi tunajifunza mengi kwa mapito ya maisha ya kila mmoja wetu, na huyu kwa sababu amefunga kurasa zake, tunaangalia kwa kina zaidi, kwa mapana zaidi, ili hiki kitabu kilichokamilishwa basi tukitendee haki kwa jinsi gani matendo ya Mungu kwake na jibu lake kwa Mungu linavyoweza kuwa msaada wa kuifanya safari yetu kuwa nyepesi. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wapendwa katika Kristo, kifo kinauma. Tuiombe faraja ya Mungu kwa ajili ya yeye mpendwa wetu, lakini kwa ajili ya ndugu, jamaa, wazazi, marafiki, kwa ajili ya wanashirika ambao wamepoteza mmoja kati yao, na kwa ajili yetu sisi ambao kwa namna mbalimbali tunaguswa na maumivu yake na kifo chake. Hakuna kitu kigumu kama kuona kuna mateso yasiyo na maana, kuna mahangaiko yasiyo na maana, yasiyo na faida, ni kupoteza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbe kinyume chake yako matumaini hata katika njia ngumu. Mwanzo kuna furaha kama ya Bikira Maria aliyesema wakati tu anapokea habari, lakini atazaa kwa uchungu, atapitia mateso makali na kadhalika, lakini bado mwanzoni kulikuwa na kauli yake, moyo wangu wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi katika Mungu Mwokozi wangu. Kwamba hayo Mungu anatupa mwanzo kututia nguvu tuweze kusonga mbele. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Basi katika kipindi hiki ambacho bado tupo katika kushiriki mateso ya Kristo, mwisho wake ni kuenda kwenye faraja ya Mungu. Huyu amekuwa na Kwaresma fupi. Tunaamini kwamba pamoja na Kwaresma hii fupi ya kipindi hiki rasmi, amekuwa na Kwaresma ndefu zaidi kuliko ya siku 40 hizi za kiliturujia, katika mahangaiko na mateso yake ya kuugua, katika kuyakabili haya mateso kiaminifu bila kumkatia Mungu tamaa. Tunamwomba Mungu ampe Pasaka ya milele huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.
raha ya milele uwape, e Bwana, wapumzike kwa amani.